Basi leo tuko katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 13. Leo siku ya Jumamosi tarehe 20 Julai 2019. Kitabu cha Mithali 13 ina mistari 25. Kwa hiyo tutajaribu kuipitia yote kwa jinsi tutakavyoweza. Nyingine ni vizuri pia mtu unakuwa unajisomea baada ya hapo. Na unaposoma mara ya kwanza kama hivi unafunguliwa ni kama kufunguliwa mlango, sasa unaingia ndani zaidi na kujifunza wewe mwenyewe. Mithali 13 ni kama ilivyokuwa Mithali 12 na hata Mithali 11, ni kwa habari ya haki zaidi. Habari za haki zinapungua kidogo, anahamia kwenye vitu vingine, lakini 12 na 11 ilikuwa inaongelea haki. Ndipo tuliona mipaka, tukaona hata mambo ya mizani, ya wizi, matendo ya haki na mambo mengine, maisha kila siku ya haki. Haki ni katika masaa 24 tunaweza tukafanya matendo sio kwa haki mengi sana. Kwa hiyo mipaka ni mfano mmoja tu wa jambo la muda mrefu. Lakini katika maisha kila siku, kila saa inayopita, kila dakika inayopita, tunatakiwa tuangalie, je, tumesimama katika haki ya Mungu? Na tukumbushane pia kwamba sio matendo ya haki yanayotupeleka mbinguni hata siku moja, lakini matendo ya haki yanatupa kuwa na amani na Mungu wetu. Sasa Mithali 13 inaongelea haki lakini inapungua. Inaongelea bidii, kufanya kazi kwa bidii na kufanya kila jambo kwa bidii na kuweka nguvu maadamu ni jambo jema. Lakini inaongeza vitu vipya kadhaa. Mfano inaongelea habari za kuchunga mdomo wetu. Haya tuliyaona hata katika Mithali 12 na 11, kuchunga mdomo. Lakini pia inaongelea kupokea maonyo. Kama vijana, kama watoto, lakini pia hata watu wazima kuwa tayari kuonywa. Na kama mtu umekosea, kuwa tayari kusema samahani, nimekosea, nisamehe. Kuonywa, tabia kuwa tayari kuonywa. Lakini naongelea habari ya adhabu. Kwa sababu maonyo wakati mwingine yanaenda na adhabu. Ambayo pia watu hawapendi kusikia hizo habari, lakini ni jambo la msingi kwamba kuwa tayari. Anatumia neno, Biblia inatumia neno kumrudi mtu. Kwa mfano Mungu anaturudi tunapokosea. Mungu anaturudi tunapokosea. Basi mstari wa kwanza kwa mfano 13 pale Mithali anasema, mwana mwenye hekima husikiliza mausia ya babaye, bali mwenye dharau hasikilizi maonyo. Hilo linaweza likawa ni somo la mwaka mzima kwa kweli. Habari ya usikivu, habari ya kusikiliza maonyo, habari ya kuwatii wazazi na watu wazima waliotupita. Sio kila mtu ana mtu mzima aliyempita kwa kiasi fulani. Hapa nilipo nahubiri lakini na wakubwa wangu vile vile. Kiasi hicho maisha ya kutii na kuwa msikivu ni vitu vya kujifunza. Lakini pia ukiangalia kitabu cha Mithali muda wote kinamlenga mtu mdogo katika umri, kijana, mtoto. Leo hii miongoni mwa vitu ambavyo vimepotea katika jamii ni mafundisho kwa watoto na vijana na watu wadogo, ili kusudi wakuwe nayo hayo mambo yakiwa sehemu ya maisha yao. Twende mbele. Kwa hiyo tumesoma mstari wa kwanza, twende mstari wa pili kutoka mwisho ambao ni mstari wa 24. Anasema hivi: yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanae, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Leo hii kuna kampeni ya dunia nzima kwamba ni makosa hata mzazi kumchapa mtoto. Ni ukosefu wa upendo. Kwa ufupi, dunia inachokiona inasema Mungu ni muongo, Mungu na neno lake kimsingi ni wajinga, sisi ndio tuna hekima. Na ni kampeni kubwa. Na nchi zilizoendelea inakuja mpaka Tanzania. Watoto walioko hapa wanaweza labda wakaisikia wakasema tungetamani twende kwenye hizo nchi zilizoendelea. Lakini by the time hiyo kitu inakuja kufika Tanzania moja kwa moja, wao sasa ndio watakuwa wameshakuwa wazazi, watakuwa wanatamani wangekuwa wamehubiri zamani zaidi. Kwa sababu inachelewaga kidogo. Kuna tofauti kati ya miaka 5 mpaka 10. Lakini siku hizi inawahi kwa sababu kuna teknolojia. Mtoto kuna kama ofisi maalum, kama dawati la jinsia mliolisikia halikuwepo.
Lilikuja linalenga hasa kuwagonga nyundo wanaume wasio na mamlaka kwenye nyumba zao. Linaitwa dawati la jinsia. Sasa kuna dawati la watoto pia. Na kuna madawati mengine yanaanzishwa, mfano dawati la mambo la kuonewa sijui kijinsia sijui kuonewa mtu sijui shoga amefanywa anataka kufanya sherehe ya mashoga, wewe mwenye ukumbi ukamkatalia kwamba sikodishi sherehe labda ya harusi ya mashoga, anaenda anakupeleka kwenye dawati lao. Kwa hiyo haya madawati yanaongezeka. Sasa hivi liko moja kubwa la kijinsia. Yote yamekaa kinyume na mpango wa Mungu. Sasa hilo la watoto, kwa mfano Marekani ni kama sio inaitwa NBS. Kama hicho. National sikumbuki lakini lipo. Kubwa tu. Na wale wana mifumo ni kama FBI fulani, wanaweza wakajua ndani ya nyumba kama mtoto anaadhibiwa kwa mfano na baba na mama. Na waadhibu watoto ni wote, ni baba na mama. Na wenye kukemea pia kijana mkubwa, dada mkubwa wana uwezo wa kukemea watoto, Biblia inasema. Lakini pia wanatakiwa wawe ni mifano. Hebu tujiulize kabla hatujaenda hata mbele. Unaposema kwa mfano mwana mwenye hekima husikiliza mausia ya babaye. Ni baba wangapi wenye mfano sasa wa kuigwa? Ni wangapi? Sasa hivi kuna vijana wengi unakuta wanatembea huko wanaokota watoto, wanatengeneza watoto. Unakuta kijana ana watoto wa mtaani 2 3. Anatembea amejitusha kiduku, anatembea suruali inagusa kwenye magoti, nyuma ya magoti. Alafu huyo ni baba, ana mausio ya kumpa mtoto. Hana. Kwa hiyo japo mstari unasema mtoto amsikilize baba, lakini au na mama, lakini wakati mwingine wazazi wenyewe wanakuwa hawana vigezo vya kusikilizwa. Kwa hiyo ni kitu pia cha kuwa makini kwamba na mara nyingi unakuta sasa mtoto hana pa kujifunza. Kwa hiyo leo hii utasikia kizazi cha siku hizi kimeharibika bwana. Kizazi cha siku hizi. Kizazi hakiharibiki chenyewe, kinaharibiwa na kilichokitangulia. Kinapitisha sheria kwamba sasa hivi watoto sijui hawaruhusiwi kuchapa. Kwani watoto wanaojiwekea sheria kwamba hawataki kuchapa? Lakini Biblia inasema, tumeona mstari ule wa 10 wa 24 anasema yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanae, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Kurudi ni kuadhibu. Kwa hiyo unaona kwamba dunia inatufundisha kuwachukia watoto wetu kulingana na neno la Mungu, na neno la Mungu huwezi ukalipinga. Anasema yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanae. Sasa dunia inapoweka mifumo, inapoandaa na wataalamu wa saikolojia, sijui kuna hasara sijui za kisaikolojia, Mungu alikuwa anajua hiyo saikolojia kabla mwanadamu hajaitengeneza. Ukimchapa mtoto unamjengea sijui kwenye ubongo kuna center fulani inafanya kitu gani, ni uongo. Mzuri, Biblia neno la Mungu likishasema limesema. Kwa hiyo tunaangalia pande zote mbili. Wazazi wengi unakuta wazazi ndio wanaofundisha watoto vitendo viovu. Unaweza kukuta mzazi anaishi kwenye simu na nguo mbaya, kwa mfano mtoto anaenda kuvaa, hajivinunulii, ananunuliwa na mzazi. Unakuta amevaa kinguo cha kulalia anatembea nacho mpaka ofisini, mpaka labda anaenda shule kwenye sherehe za mashuleni, labda kwenye matukio maalum na nini, amevaa vinguo amenunua na mzazi. Kwa hiyo kwa kweli ukwetu useme kwa sasa kwa kizazi tulichopo, ukiweka kwenye mizani kati ya wazazi na kati ya watoto, japo tunasoma habari za watoto, ni naye amepotoka zaidi ni wazazi. Kiukweli. Na huwezi ukasema kwamba mtoto sijui kizazi hiki kimeharibika. Mtoto anazaliwa akiwa ni kama ubao mweupe. Unachoandika mle ndicho kinachotokea mle. Ukiandika neno kweli ya Mungu, anaibeba kweli ya Mungu. Ukimwandikia makatuni na mambo ya ujinga ambayo yanaitwa tusome katika Timotheo wa kwanza mstari ule wa mlango wa 6. Timotheo wa kwanza mstari wa 6. Mstari ule wa 20 kamili. Yesu mstari wa 20 anasema hivi: Timotheo, ilinde hiyo amana. Alikuwa anamuongelea habari ya neno la Mungu na mahubiri aliyompa na nini. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana na mashindano ya elimu.
iitwayo elimu kwa uongo. Mungu anasema hii elimu tunayo kwenda unakuta mtoto. Hebu niulize kati ya wazungu na Waafrika ni wapi wamesoma sana? Tuseme kweli. Wazungu ni wapi wameharibika sana? Angalau japo hatujawahi kufanya tafiti lakini ukipata picha, ukisikia kiwango cha ushoga kinaanzia kwa wazungu kinaishia kwa Afrika. Ukiangalia wavauchi inaanzia huko inakuja huko. Ukitafuta video zinazorekodiwa chafu za nini zinatoka huko zinakuja kwetu. Unaweza kusema sasa sisi ni wasafi. Hapana, sio wasafi. Kwa sababu ni wepesi wa kuiga ujinga. Kwa hiyo hata hiyo elimu aliyotuzidi inayoitwa kwamba lazima mtoto sio tumpe elimu ni sawa. Haina ubaya apewe. Lakini Mungu anasema ni elimu itoayo elimu kwa uongo kimsingi. Biblia ndio imesema pale, sio mimi. Timotheo wa kwanza 6:20. Na anasema pia uwafundishe watu kuheshika maneno ya dini ambayo wengine wanasema sio, yani wana maneno ambayo sio ya dini, wewe wape ya dini. Unasikia makanisani wanakuambia sisi hatuna dini, ni kanisa liso. Ukisikia kanisa linajiita sisi halina dini, ujue sio kanisa vile vile. Kwa sababu Biblia imetoka kusema kwamba turudi pale, nilikuwa nimeshapafunga lakini ngoja nipafungue tena. Anasema katika Timotheo wa kwanza 6 anasema 20. Anasema Timotheo ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini. Kwa lugha nyingine uyashike maneno ya dini. Sisi ni nani denominational, hatuna dini. Ile yote ni maandalizi ya dini moja isiyokuwa na mwenyewe, ni ile dini ya mpinga Kristo inakuja. Makanisa ambayo yanasema yanapinga mambo ya dini, ujue yako kwenye network, yako yanajiandaa. Lakini halikuwa ufundisho. Fundisho lilikuwa ni hili inayoitwa elimu, iitwayo elimu kwa jinsi ya uongo. Hii elimu ambayo hao wanaotuzidi kuwa nayo. Siku moja nilikuwa naangalia, sijui niseme kweli niliona, ilikuwa inarushwa kwenye Facebook nikaangalia. Kuna chama Ulaya, Marekani, wapi huko cha wavauchi. Wavauchi kabisa. Wanakutanika labda kwenye uwanja wa mpira, wote wako uchi wa mbwa. Na wote ukitafuta mwenye elimu ndogo pale ni degree ya kwanza. Na ni wakuu katika nani zao, katika maeneo yao ni wasomi wazuri. Ukimeta huko Afrika anaweza akafundisha mpaka walimu wa sekondari elimu yake. Lakini yuko kwenye chama cha wavauchi. Sasa unaweza kusema tunaongea nini hapa katikati sasa leo? Tunachokiongelea ni kwamba Mungu anataka tuwe wakamilifu. Biblia inasema iweni wakamilifu, iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni ni mkamilifu, kama alivyo mtakatifu. Anatutaka tukamilike katika mambo yote. Tukiwa wazazi tukamilike kama wazazi. Ili kusudi lile andiko linalosema kwamba mwana mwenye hekima anasikia marudia baba yake, anasikia marudia mama yake, ili kusudi itimie. Lakini sasa wazazi ndio wameharibika. Ndio walevi. Kati ya wazazi na watoto wapi wanalewa sana? Ni wazazi. Kwa hiyo na mtoto amsikilize mzazi mlevi. Kwa hiyo ukiangalia hiki kitabu kimelenga watoto kwa sababu wanakuwa bado wako wasafi, wanakuwa hawajaharibika. Lakini ungetaka ukiapply hata kwa wakubwa, kingewangata wakubwa kuliko wadogo. Hem, tuone katika mistari mingine inayohusiana na hilo swala. Kwa hiyo leo hii dunia na kampeni kubwa watoto wasichape. Mungu anasema wachape fimbo. Na utaratibu wa kuchapa Mungu ameweka. Kama mtoto unampenda, mzazi katika hali ya kawaida anampenda mtoto wake. Wako walioharibika akili kabisa, hawapendi, anaweza kumtelekeza, mwingine anaweza kumtupa chooni, anaweza kumtupa akamwacha sehemu akaenda akajifanyia anasa zake, akamsahau kabisa. Wapo wa namna hiyo. Lakini katika hali ya kawaida mzazi, hata mzazi wa mnyama anampenda mtoto wake. Hata mzazi wa mnyama anampenda mtoto wake. Mtu ni katika kitabu cha Maombolezo. Unaweza kusema labda hivi vitu havipo. Vipo. Tuone katika kitabu cha Maombolezo. Kitabu cha Maombolezo kiko katikati ya Isaya, kati ya Yeremia na Ezekiel. Kinaitwa kitabu cha Maombolezo ya Yeremia. Maombolezo mlango ule wa 4. Biblia inasema mstari wa 3.
Anasema hivi, Maombolezo 4:3. Biblia inasema hivi, sikuwa nimeupanga lakini ukiwa hapa unapokea neno lolote uliloambiwa. Anasema mstari wa 3, anasema hata mbwa mwitu hutoa matiti. Huwanyonyesha watoto wao. Binti ya watu wangu amekuwa mkali, mfano wa mbuni jangwani, ulimi wa watoto wa mtoto anyonyaye wagandamana na kakaa lake kwa kiu. Watoto wachanga waomba chakula, wala hakuna mtu hata mmoja awamegeaye. Unaona? Hiyo nayo ipo. Hiyo nayo ipo. Anasema sasa kama mbwa mwitu aliye mnyama mbaya mchafu anatoa matiti yake, anamnyonyesha mtoto wake. Lakini watoto wa wanadamu, watoto wa Wakristo, leo hii mtu anasema ananyonyesha mtoto miezi miwili au hamnyonyeshi kabisa. Anamwacha hapo, anaenda kutafuta maisha yake. Anasema ni bora mbwa mwitu. Siku Mungu atakapokuwa na hukumu, atamuona mbwa mwitu ni salama kuliko huyo. Kwa sababu Biblia imesema kwenye kitabu cha Maombolezo, lakini sio Maombolezo tu. Unaweza kusema sasa ndio tumehamia huko. Mimi nilikuwa sijapanga lakini nimejikuta neno limekuja. Sasa nitafanyaje? Tusome Zaburi, tusome Ayubu. Ayubu 39:14. Biblia inasema hivi. Tuanze 13. Anasema hivi. Tuanze 13. Ayubu 39:13 anasema hivi. Bawa la mbuni hufurahi, lakini mabawa yake na manyoya yake je, yana huruma? Kwani yeye huyaacha mayai yake juu ya nchi na kuyatia moto mchangani. Anasema kuna mnyama anaitwa mbuni. Ni ndege mkubwa, haruki. Anasema ukimwona mbuni anapendeza eti. Watu wanaenda kwenye zoo kuangalia mbuni. Anasema na mbawa zake ni nzuri na manyoya yake ni nzuri, lakini je, yana huruma yoyote? Kwa sababu akishazaa watoto, mbuni anachokifanya anachukua mayai yake, anayafukia kwenye mchanga, anaondoka naenda zake. Ule mchanga unatafuta joto, vile vitoto vinaweza vikaliwa na nyoka mara nyingi, vikipona vinajitegemea vyenyewe mpaka vinakuwa mbuni wakubwa, na vyenyewe vinafanya hivyo vikishakuwa vikubwa. Kwa sababu viliachwa. Ndicho Mungu anachosema kwenye Biblia. Na ndicho dunia inachosema tutoeni fursa waene. Mungu anasema mbwa mwitu ananyonyesha. Naomba nisiendelee huko kwa sababu halikuwa somo la leo, limeletwa tu hapo katikati. Lakini tujue kwamba hekima ya Mungu haichunguziki. Hekima ya Mungu haichunguziki. Kwa hiyo kabla hatuanza hata kuwasema hawa watoto, japo Biblia inasema, tuanze na hawa wakubwa ambao wamezidiwa na nani? Na mbwa mwitu. Mbwa mwitu amewazidi faida mbele za Mungu. Na ndio sababu Yesu anasema Sulemani alikuwa na fahari kubwa, lakini anasema majani ya kondeni yanamzidi fahari. Anasema Mungu anayavika zaidi kuliko alivyomvika Sulemani nguo za kitani pamoja na nguo za kifahari. Vile vile Mungu anasema wanyama wakati mwingine Mungu anawapa neema wanakula kwa sababu hawateni maovu. Mbwa mwitu anamzidi mtoto wa mwanadamu kulingana na Biblia, by the way. Turudi pale tulipokuwa. Mithali 13 mstari ule wa 24. Bado tumesoma pamoja mstari wa kwanza, tutaangalia mstari mwingine. Kwa hiyo tumeona kwamba mtu asiyetumia fimbo na dunia inayotufundisha kutumia fimbo, na tumesema kwamba wazazi katika hali ya kawaida wanawapenda watoto. Mzazi asilimia kubwa wazazi wale, ukiacha wale ambao umeharibika akili, yuko tayari ukimuuliza kati ya wewe kuugua na kati ya mtoto wako kuugua, mzazi wa kweli atakwambia naomba mimi niugue mtoto wangu asiugue. Ndio sio? Ndio. Uone mtoto wako ana joto la nyuzi 40 linachemka. Unatamani ihamie kwako. Aya, muulize mzazi wa kweli ambaye angalau alikuwa kabla hajaguswa na huu upepo wa dunia wa kijinga wa kuwatupa watoto na kuwaacha wakiwa na njaa kulingana na Biblia. Ungemuuliza kati ya wewe na mtoto wako nani atangulie kuondoka duniani? Mzazi yote atakwambia natamani nitangulie mimi. Na mtu yote mwenye bahati mtangulia mtoto wake kuondoka. Kwa hiyo unapotaka kuleta sasa hekima za dunia zilizopingana na Mungu,
kwamba wazazi ni wabaya watawapiga watoto wao na nini na sheria ikapita na ukaanzisha dawati la jinsia, lakini kwa upande wa watoto dawati la watoto unachokifanya unapingana Mungu kwa sababu unawafundisha watoto, yani maana yake watoto wale unataka wasipendwe. Anasema yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanae. Yani unawafundisha wazazi kuwachukia watoto kwa sababu umewazuia. Na wazazi wengi huko Marekani wamefungwa. Wengine wamepigwa kubwa. Wamepigwa faini, yes, asante sana. Faini kubwa. Na harudi tena. Leo hii ukienda katika majumba hasa haya yaliyoendelea yenye sura ya kiuzunguzungu, mtoto anaweza akaja akapanda juu ya mzazi. Mnaweza mkawa mko mnaongea, mtoto akawanyamazisha, bwana Junior, bwana usisumbue bwana, sijui Junior, stop doing that. Maneno ya Kiingereza vya kipuzi. Stop doing that Junior. Why are you doing that Junior? Na majina ya kipuzi. Biblia haijasema hivyo. Na ndiyo sababu tumefika hapa tulipo. Ndiyo sababu tumefika hapa tulipo. Sio pazuri. Na bado tuko kwenye njia moja ya kwenda pabaya zaidi. Tuko kwenye mteremko. Yeremia anasema katika 23 anasema ni kama mtu ambaye yuko kwenye giza, yuko kwenye utelezi na yuko kwenye mteremko na chini kuna ziwa. Anaenda kuanguka huko. Jiulize huko sehemu inateleza na ni mteremko na ni giza. Na haina sehemu ya kushika. Unaenda mpaka kwenye maangamizi. Lakini sisi tusiwe hivyo, neno la Mungu wakiharibika wengine, hatuna sababu sisi kuharibika. Unaonisikiliza na wewe unayenifuatilia kutokea mbali. Hem tusome mistari mingine. Hem tusome ukisoma ukitaka malezi ya watoto ni kitabu chote cha Mithali mlango ni Biblia nzima by the way, lakini Mithali specifically. Kwa sababu tunaona kila anapoanza mpya sura mpya anasema mwanangu fanya hivi, mwanangu fanya hivi, mwanangu fanya hivi. Lakini mlango wa 23 una mahubiri mengi kuhusu watoto na mlango wa 19 hiyo ni miwili mikubwa. Hem tuangalie Mithali 23 13 na 14 Biblia inasema hivi. Usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Wazazi watawaumiza watoto wao kwa sababu sisi tunawapenda watoto wa wazazi hao kuliko wazazi wanavyowapenda watoto wao. Ndivyo inavyotakiwa kuwa. Imepita sheria huko serikalini ina wazazi wasije wakapiga watoto kwa sababu labda hawapendi, sisi serikali ndio tunawapenda. Sio kweli. Na inapita makanisani hawafundishi. Lakini aliyetoa mtoto, aliyempa huyo mtoto kwa huyo mzazi ni nani? Ni Mungu au ni mwanadamu? Ni Mungu. Yeye anakupa ule uzao. Aliyekupa kitu hicho au mtu huyo amekwambia namna ya kufanya, anatokea mwanadamu mwingine pembeni mpuuzi anakwambia hapana usifanye. Mimi nimebadilisha. Hakuna. Na kanisa kimya. Ukimuuliza Mithali hajawahi kuisikia, anafikiri ni methali tu za shuleni hizi mithali au methali ni kweli za Mungu za kutusaidia siku kwa siku, muda kwa muda, nyakati kwa nyakati. Mstari wa 13 anasema usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Sana wanaopiga kwa fimbo na kuwaua ni walimu. Au wazazi walioharibika akili. Watu walioharibika akili huwezi kuwaacha, wako duniani hawatapungua, wataongezeka. Kwa hiyo huwezi kuzuia kwa vile kuna mzazi mmoja aliwahi kumpiga mtoto wake, eti kuzuia na sheria ya Mungu kwa wengine wote. Ni ujinga. Mstari wa 14 anasema utampiga kwa fimbo na kumwokoa nafsi yake na kuzimu. Sasa hapo imeenda mbali zaidi. Mbali na kwamba utakuwa unamfundisha kuenenda sawa sawa kwa jinsi ya kibinadamu, lakini anasema zaidi ya hapo unamkomboa na kuzimu. Kwa lugha nyingine unamuongoza. Kitu kinachotukomboa na kuzimu ni kitu kimoja. Kuzimu katika hali ya kawaida ni kaburi. Ni mauti, ni kifo na kuzikwa, ni kifo cha mwili. Lakini sehemu nyingine Biblia ya Kiswahili ambayo ni makosa by the way, inatumia kuzimu. Ngoja nitafute katika King James. Hiyo nilikuwa sijaitafuta. Kwa hiyo sikupata muda wa kuita tafakari. Ngoja nisome nione
anatumia kwenye King James kuna maana mbili ya kuzimu. Kuzimu haitumiki, inatumika kama kaburi, kifo, mauti. Mtoto alikuwa hujampiga unafanya nini, anakuwa mwizi, anakamatwa, anafanywa kama kibaka, anapigwa na kufa. Mtoto hujamfundisha kurudi nyumbani kwa wakati, anaenda huko anakunywa pombe, inafika usiku anagongwa na bodaboda saa 4 saa 5 amekufa. Unaanza kulia Italia palapanda Mungu amempenda zaidi. Mungu hajampenda, pombe ndio zimempenda zaidi. Na wewe mzazi ambaye hukumfundisha ndiye hukumuokoa na mauti. Biblia imesema ukimpiga kwa fimbo utamuokoa na kaburi. Watoto mnisikie na vijana mnisikie, ni tabia nzuri kuwa nyumbani mapema kabla ya giza kuanguka. Na wazazi zaidi sana. Inaweza katokea mzazi labda kwa sababu. Kwa mfano mtumishi wakati mwingine anatoka hapa usiku. Tumekutana hapa tunafanya kazi ya Mungu, tunaondoka saa 1, na mkini unaweza kufika nyumbani saa 2. Lakini ni kwa makusudi maalum. Na wakati mwingine tunasema hapana. Na hiyo ni kwa baba yamkini, lakini mama tunamwambia hapana. Kina mama hata tukiwa na vipindi tumalize mapema turudi nyumbani mapema. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuongelea, lakini kwa jinsi hiyo twende, ngoja ni usome nione anaongelea kuzimu ipi. Kwa sababu kuzimu ya maana mbili ya Kiswahili na huwa anatumia kama kuichanganya makusudi isieleweke. Lakini kuna kaburi na kifo cha mwilini, lakini kuna neno hell ambao zamani Biblia zamani zilikuwa inatumia neno jehanamu. Wakati mwingine wanatumia maana hiyo kama kuconfuse tu. Tusome kwenye King James, nilikuwa nausoma mstari ule wa 14. Anasema thou shall beat him with the rod, thou shall deliver his soul from hell. Actually sio kuzimu huku kwenye kifo cha mwili. Anasema hell. Hell ni jehanamu. Ni ile hukumu ya watenda dhambi ambao hawakuwahi kumkiri Yesu Kristo. Ujue mtu asipolelewa katika misingi ya Mungu, hata muda wa kumwamini Yesu unakuwa haupo. Hata ule uelekeo tu unakuwa haupo. Wewe unakutana na mtu amejitwika kiduku yuko hivi, kisura yuko hivi, yani ukimwambia mambo ya Yesu unakuwa kama vile yani unampigia mbuzi gitaa fulani, na actually bora mbuzi hata kufanya chochote. Anaweza hata kukutukana. Anaweza hata kukutemea mate kwa sababu hakurudiwa mapema. Kwa jinsi hiyo hakukombolewa na hell. Unaona tofauti ya kusoma Biblia ya Kiswahili na Kiingereza. Tumejua kwamba hii ni ukombozi dhidi ya hukumu ya milele ambayo ni jehanamu. Kwa nini wasingetumia neno jehanamu wanatumia kuzimu? Kwa hiyo tumeona Mithali 23. Hii mistari tutakuja kukutana nayo wakati tunasoma Mithali. Kwa hiyo tutapunguza kwenda nje sana na somo la leo. Lakini tusome mistari mingine ambayo itatusaidia kutafsiri maana ya hii mistari. Ndio jinsi nzuri ya kusoma Biblia. Soma Mithali 19:18, Biblia inasema hivi. Okay, kabla hatujatoka Mithali 23, tumalizie kuna mistari mingine iliyomo katika Mithali 20 na 3 ipo mingine. Kwa mfano mstari ule wa hata wa 26, Biblia inasema hivi, Mithali hiyo 23, tulikuwa 14 15 14. Sasa tuende 26. Anasema mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Unaona njia zangu. Biblia inatutaka kabla hata ya kumpa fimbo na viboko na maonyo na nini, njia zetu wenyewe. Kama ukitaka mtoto arudi nyumbani mapema, rudi nyumbani mapema. Kama ukitaka mtoto asiwe mlevi, usiende kwenye kilabu za pombe na ukashinda huko kalala huko. Mtu mwingine anasema watoto wa siku hizi bana waovu kabisa, wacha unakutana naye kila siku huyo mtu kalewa yuko anapiga tu misele, anadondoka huku na huku. Alafu anataka watoto wawe wasafi watakatifu. Anasema lazima upendezwe na njia zangu. Yaani njia zangu ndipo anakupa moyo wake. Hakuna kitu kibaya kama mtoto kumnyima mzazi moyo wake. Moyo wake. Leo hii watoto wetu mioyo yetu iko wapi? Iko kwa Diamond. Iko kwenye masimu. Mioyo yetu ya watoto wetu haiko kwa wazazi hata kidogo. Lakini Biblia inasema hakikisha mtoto wako moyo wake uko kwako. Yaani akikuona tu kwanza anasikia furaha. Mioyo yetu inakuwa inaenda sawia. Inaenda sambamba. Lakini leo hii unachukua mtoto ana umri wa chini ya huyu au yule. Anasema aende kakae boarding huko. Na inaonekana kama kwanza ni maendeleo, pili ni kipimo cha utajiri, tatu ni kipimo cha usmart kichwani. Mtoto yuko boarding bwana.
analelewa na masista. Sister hajawahi kulea mtoto wala hajui uzao tumboni unafananaje. Hata akiona mtu mwenye mimba atafikia na kitambi. Hajui chochote. Kama anayo aliitoa. Ndio. Kama aliipata. Mtoto yuko boarding. Alafu nataka mtoto akitoka pale akupe moyo wake. Hakuwahi kukuona. Nilishasema hivi, usipomsikizisha mtoto wako joto la ujana wako, usije kumletea baridi ya uzee wako. Haitaki. Kabisa. Anataka asikie mapigo ya moyo na mishipa yenye moto ya ujana, asikie furaha ili kusudi utakapokuwa wa baridi na yeye aisikie ile baridi ili kusudi iweze kubalance na lile joto la utotoni. Hata mbwa ukifuga mnyama, mbwa anamjua bosi wake. Yani mbwa mkali namna gani atangata wengine wote lakini akifika nani anaanza kuchezesha mkia. Sembuse mtoto. Ni kwa sababu ya mazoea. Ule moyo, mbwa anakupa moyo wake. Si zaidi sana mtoto wetu. Mtoto yuko boarding. Amenishinda, ngoja nimpeleke akalelewe boarding. Ndipo unampeleka sana kwenye maangamizi. Mungu aliyetuumba katupa watoto ndicho anachosema hapa. Sasa tutafute mwenye hekima ni nani? Maprofesa wa elimu za saikolojia na wataalamu au ni Mungu mwenye neno lake? Mungu mwenye neno lake. Ninyi mnasikia jinsi itakavyowezekana mlee mtoto wako kwa karibu unavyoweza na usimnyime neno lako neno kila siku. Tuko tumeenda katika Mithali 19. Mithali 19:18 Biblia inasema hivi. Mrudi mwanao huu mstari samani nitausoma kwenye King James kwa sababu wameuharibu nao. Naomba niusome kwenye King James mnisamehe. 19:18 Biblia inasema hivi. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Anasema mrudi mwanao kukiwa bado kuna tumaini. Kuna wakati usipomrudi mtoto inafika sehemu fulani tumaini la kumrudi na kumnyosha na kumweka kwenye njia. Samaki mkunja ngani mbichi, ndio maana nyingine ya Mswahili alivyojitungia yeye mwenyewe. Lakini neno la Mungu linasema mrudi mwanao kwa bado kuna tumaini. Hapa anasema mrudi mwanao kwa maana liko tumaini. Sio hivyo. Anasema likiwa bado liko tumaini, kuna wakati tumaini inakuwa halipo. Kwani unaweza kumrudi mwanao hata usipomrudi mpaka baadaye bado unaweza kumrudi? Hapana. Anasema kukiwa bado kuna tumaini. Maana yake anza akiwa mdogo. Kila mtoto ana hatua yake. Kuna mtoto, kwa mfano tunapokuwa kanisani, hakikisha mtoto wako yuko macho anasikiliza neno la Mungu. Anasikiliza kwa sababu asiposikiliza sasa hivi hata nisikiliza uzeeni au kubani. Haipo. Na anaweza akawa labda asikii saa hizi ukasubiri ukaja kumwambia baadaye. Ukamkumbusha baadaye na mkini ukamchapa. Kwa sababu yale. Kwa sababu kama hawezi kusikia neno la Mungu hata sikiliza la mwanadamu. Anasema mrudi mwanao kukiwa bado kuna tumaini. Anasema wala usiikaze nafsi yako kwa kuangamia kwake. Ndio anasema kwamba tena amesema for his crying. Anasema akiwa analia usije ukamwonea labda huruma kwamba kwa vile analia sana naogopa nisije nikamwadhibu. Ndio alichosema kwenye King James. Yaani wewe unafanya kama unamwonea huruma. Sawa, huruma tunazo nyingi sana. Ndio sababu mzazi yuko tayari kukubali augue yeye mtoto apone. Kama ingekuwa ni uchaguzi. Kwa hiyo nasema kuna wakati wa kumrudi mtoto na kumweka kwenye njia sawa sawa. Kuna wakati ambao pia hilo tumaini linaondoka linakuwa halipo. Na usifikiri kwamba ni mpaka awe mzee sana au mkubwa sana, hapana. Mtoto anapofikisha miaka 7 tu. Ule mwaka wa 7 teta. Ule ambao ulikuwa ndo mwaka wa kuendea shule ya msingi zamani. Hapo kama mtoto amefikia umri huo, hajanyoshwa, hajaambiwa maneno ya Mungu, hajasaidiwa, ujue hapo ni kama amekuacha. Almost. Amekuacha. 7. Ni kama hivyo mtoto usipompeleka akajua kusoma katika ile miaka 7, ujue pia itamsumbua sana. Mwaka wa 8 ni mwaka ni phase nyingine ya ukuaji. Lakini mwaka wa 7 kurudi chini ndo nyakati za matumaini.
Lakini akishazidi pale kuna aina yake pia ya kumfundisha vitu vya ukubwani. Tunaendelea. Ukisoma turudi katika Mithali 13, tulikuwa kwenye mstari wa kwanza na mstari wa 24, hata kama tutaishia katika hiyo miwili, mingine tulishaiona hekima, haki na nini, lakini tutaigusa kidogo wakati wa kufunga. Tusome katika Mithali 17 21. Mithali 17:21. Biblia inasema hivi. Mithali 17:21 Biblia inasema azaaye mpumbavu ni kwa huzuni yake mwenyewe, wala baba wa mpumbavu hana furaha. Unaona? Upumbavu, kuna upumbavu wa kuzaliwa nao. Lakini pia upumbavu ni matokeo, yani kutokuwa na uwezo wa akili, wa maamuzi mazuri, wa kujifunza na nini. Unakuta tu ni hohehahe kitu, yani ni sifuri tu. Upo, lakini mwingi unatokana na kutokulelewa. Unamchukua unamdampu huko si maboarding gani, kuonyesha una hela za kutosha, kuonyesha wewe ni smart, kuonyesha wewe ni msomi, kuonyesha uko busy, kuonyesha na upuuzi mwingine wote. Tulikuwa kwenye Mithali 17 na tumeona Mithali 19, 18 aliposema mrudi mwanao kukiwa bado kuna tumaini, lakini pia kwenye Mithali 19:13, kwenye Mithali 19 hiyo nilisahau kuambia kwamba usipafunge kwa sababu tulikuwa tunarudi huko. Anasema mstari wa 13 anasema mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye na ugomvi wa mke ni kama kutonatona kwa damu. Tuanzie huo wa mwana mpumbavu. Anasema ni msiba. Msiba ni kitu cha namna gani? Ni huzuni iliyopitiliza. Lakini anasema mtoto anapokuwa hayuko katika ile nafasi nzuri ya utoto, anasema unakuwa una msiba. Na msiba katika kawaida ni kitu ambacho kinakuwepo muda mfupi, kinaisha. Lakini huu ni msiba wa kudumu. Kulingana na Biblia usifikiri kwamba hapa ametia chumvi. Wewe uje uangalie, kuna maeneo unakuta mtu na watoto lakini kelele anazoshinda na lia nazo siku kwa siku. Yaani unaona huyu mtu bora tu angekuwa tasa. Ikajulikana. Kwanza anasema anakuwa na msiba. Hakuna kitu kibaya. Mtoto asiyeonyeka. Unamwambia hiki harudi. Wakati mwingine ni upumbavu wa kuzaliwa na sio. Kwa hiyo tumeiona na yamkini tutakuja kuisoma sana huko mbele kwa sababu tutakutana na kuna na baadhi ya mistari mingine mingi tu. Lakini tumeliona kwamba dunia inatuhubiri vitu vingi vya uongo ambavyo neno la Mungu limekataa. Kwa hiyo tumeona kusikia maonyo na kumlea mtoto, na maonyo ndio mlango wa 13 hasa ule mstari tulioona wa kwanza na wa 24, lakini Mungu ameongelea vitu vingine katika sura hii. Tuviguse kwa ufupi. Haki kwa kweli naomba nisiseme sana kwa sababu tumeona katika sura ya 12, sura ya 11, sura ya 10, mkumbuke sura ya 9 na ya 8 na hata ya 9. Ya 8 ilikuwa hekima na ya sura ya 9. Sura ya 6 na ya 7 na ya 5 ilikuwa kimsingi kama mnakumbuka ilikuwa ni habari ya uzinzi na uasherati. Uzinzi na uasherati. Kwenye sura ya 5 anasema ni mtu anayelala na kahaba ni mjinga. Anasema njia zake zimeshikamana na kuzimu. Actually kwenye Biblia King James anasema zimeshikana na jehanamu. So watu wote kama ni kuzimu, watu wote wataonja mauti. Kwa hiyo itakuwa sio adhabu kwa sababu kila mtu anaipata. Lakini ile ambayo ni adhabu ya shetani na watu wake waliomkataa Mungu ni sio kuzimu, ni jehanamu. King James anasema the hell. Kwa hiyo tuliona haki sana, maisha ya haki. Maisha ya haki yamepotea katika jamii. Na ukitaka kupima jamii iliyopotoka, kwa sababu unajua vitu vingine, kwa mfano jamii ya mashoga. Huwezi kuona mtu anafanya ushoga barabarani, lakini utaona matokeo yake ya maisha ya ukosefu wa haki. Wizi. Yaani wizi tu. Kwa mfano mtaa huu ilifungwa miundombinu ya maji, imekwenda mtu tu
anaiba pale, anaenda naitumia, nahisi wewe ambaye umefungiwa hauna matumizi nayo, yeye ndo anahitaji, anaenda naiba, anaenda kuitumia. Bila sababu ya msingi. Na ukiangalia anachuma tu dhambi, wala ile hela hata haila kwa siku moja ikamshibisha. Ni kipimo cha ukosefu wa haki katika jamii. Na makanisa hataki. Ukigusa si wataacha kuja. Na wakiacha kuja utashindwa kufuga kitambi. Na kukimbizana na kila gari jipya ambalo limetoka katika mtindo wa sasa. Hataki. Tuwe makini. Na sio wepesi wa kudanganywa. Na nikwambia wewe, nikiambia mimi mwenyewe pia. Kwa hiyo tulikuwa tunaongelea, tumeona haki. Kuna mistari mingi ya haki. Kwa mfano mstari wa 6 leo anasema haki humlinda yeye aliye mnyoofu katika njia yake, bali ubaya humangusha mwenye dhambi. Kuna msemo wa dunia unasema za mwizi ni 40. Wale watu wote unaona wanaiba wote, huwa mwizi aliyekubuhu usitegemee kwamba hata siku moja kwanza Biblia inasema hatafikisha hesabu ya nusu ya maisha yake. Lakini pia usitegemee kwamba ataenda labda aachane na wizi wake. Lakini akishafanya maisha yake itafika sehemu fulani atauawa, ataugua, atapotea, atakuwa chochote, lakini za mwizi zinafika. Tuko tunaongelea haki. Lakini katika sura ya 13 kwa mfano mstari ule wa 21 tumetoka kuona ule wa ngapi, wa 6. Tuone wa 21 anasema uovu huwaandamia wenye dhambi, bali mwenye haki atalipwa mema. Mungu analipa wenye haki mema. Leo hii unasikia watu wanaenda kuomba, siji naomba uniombee nipate kazi, niombee nifanye nini? Unaishi maisha ya haki? Mtu ni katika Yohana wa kwanza 3:22 Biblia inasemaje pale? Yohana wa kwanza, of course ni mstari mmoja lakini iko mingi. Ni mmoja tu ambao tunaosoma kuweza kufafanua. Yohana wa kwanza kufafanua hapa tulipo. Yohana wa kwanza, baada ya zile nyaraka za Petro tunakutana na waraka wa kwanza pia watatu wa Yohana. Mlango ule wa 3 mstari wa 22 Biblia inasema hivi. Anasema na lolote tuombalo twalipokea kwake kwa kuwa twazishika amri zake. Yani tunachoomba na kupokea, sababu ya kufanikisha hilo ni nini? Kuzishika amri zake. Leo wanakuambia sisi hatuko chini ya amri za Mungu, zimeishaisha. Huyu ni Yohana anaandika baada hata Yesu kuwa ameshaondoka na anaongozwa na Roho Mtakatifu aliyeachwa na Yesu. Anasema tunaloomba tunalipata kwa sababu tunashika amri zake, na haishi hapo. Anaendelea kwa kuwa tunashika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Leo watu wanataka wabarikiwe. Watu leo habari ya msingi ya mjini ya makanisani ni baraka, lakini usiwaambie haki, usiwaambie yampendezayo Mungu, uambie yawapendezayo wao wenyewe peke yao. Peke yao. Swali jingine ambalo tunaona katika somo la leo ni mdomo. Tusome mstari wa 3. Nasema yeye Mithali 13 maana. Yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake, bali afunuaye mdomo yake atapata uharibifu. Miongoni mwa vitu ambavyo unajua mdomo ndio utakupeleka mbinguni. Unaweza kusema kivipi? Kwa sababu ndio unaokiri na kupata haki. Yesu unaokiri na kupata haki na kuamini. Unakiri na kupata wokovu na kuamini moyoni na kupata haki. Kwa hiyo vitu viwili. Anasema kitu kimtokacho mtu kinatoka katika kinywa. Anasema ni matukano, ni magomvi, ni faraka, ni vitu vinatoka kwenye kinywa. Kwa hiyo anasema mtu anayelinda kinywa chake. Naomba nieleweke pia, leo hii kuna kama kabusara ka kidunia kamepitia kwenye makanisa akakusema Mungu nifundishe kunyamaza. Sio. Sehemu nyingine Mungu anasema piga kelele, lihubiri neno mchana na usiku wakati wote. Biblia inasema katika Mithali anasema kuna wakati wa kusema, kuna wakati wa kunyamaza. Kama kuna wakati wa kusema, sema. Kama unahubiri, hubiri kabisa bila kuna nini. Kama unapeleka injili, kama ni sehemu ya umepata watu wanataka kusikia kweli yako, labda umepeleka injili kukuta vijana waambie. Lakini sehemu nyingine tuangalie maneno tunayotoa yanaleta thamani. Yanamtukuza Mungu kwanza.
Kwa hiyo hata ukinyamaza hata katika kumtukuza Mungu basi hilo nalo ni kosa. Kinywa kinachomtukuza Mungu, Mungu anakitukuza vile vile. Okay. Kwa hiyo tunaona habari ya kuiangalia midomo yetu, ya kuitunza midomo yetu na kuitumia pale ambapo kuna sababu. Kwa mfano unaweza kupanda labda gari la masaa 5, 6 safari hiyo 7 na 8. Unakuta watu wamekutana kwenye gari wako wanaongea upuzi tu. Hakuna sababu ya kuongea. Okay. Inaweza ukaongea mtu umjui ufanye nini lakini watu wanapotelea katika usafiri. Na wengine wanafanya mipango michafu pale pale. Lakini kama hakuna sababu ya kuongea ujinga mtu umjui. Unaanza kumwambia kila kitu mimi anaondoka tayari anajua mipango yako yote na sifa zako na uwezo wako wote. Ni ujinga. Hapo sio wakati wa kusema na wakati wa kunyamaza. Kama huna cha kumwambia cha maana. Kitu kingine ambacho tumekiona katika somo la leo ni bidii. Na hili tuliona katika sura zilizopita na niko nafungia hapa kwa kweli sitaendelea zaidi. Bidii. Kufanya kazi kwa bidii. Leo vile vile dunia inahubiri sana habari za bidii na kufanikiwa na kufanya nini, lakini zile bidii yamkini zote zinazohubiriwa na dunia haziko sawa na Mungu. Mungu anatutaka. Anasema hata Yesu alimuuliza akasema ni halali kulipa kodi, akasema nileteni ile dinari. Hii chapa ya nani? Akamwambia Kaisari. Akasema mpe Kaisari ya Kaisari, pia Mungu aliyo Mungu. Mungu anatutaka wakati tuko katika mambo ya Kaisari tufanye kazi kwa bidii. Kwa mfano, unakuta mtu ni Mkristo. Anakuambia mimi nimeokoka sana lakini ndio mvivu namba 1 kazini. Hana kazi anayoweza kuitimiza. Mkristo mvivu asiyotimiza kazi yake ni mchafu, ni muovu kuliko mtu ambaye hajaokoka kabisa. Kwa sababu analitukana jina la Yesu. Wanasema unaona sasa Wakristo ndio wako hivi. Wakristo ndio wako hivi. Watu waliotoka kwa jina la Kristo ndio hivi. Kwa hiyo ni mara 100 ya mtu ambaye hajaokoka. So ikifika wakati akiokoka hata litukana jina la Mungu. Tuangalie mienendo yetu. Ni bidii. Kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa akili, kufanya kazi kwa kujituma ni vipimo vizuri vya Ukristo wetu. Kimsingi ukiona mtu hafanyi kazi kwa bidii, ni mvivu. Ukila kazi unampa lakini ni mwepesi wa kudai haki sana. Sijui unatakiwa huyo. Sina maana kwamba kuna yeyote ambaye uko hapa. Na simseme mtu yote. Mnisamee kabisa. Yamkini kama ningekuwa mtu wa kwanza ningeanza kujisema mimi. Lakini ninachosema ni kwamba ndio picha kubwa ya Ukristo wetu. Kama linakuhusu, kama halikuhusu, kama yamkini kila mtu linamhusu kwa kiasi fulani. Chukua asilimia inayokuhusu. Ifanyie kazi. Amina. Na mimi nitachukua ya kwangu. Yaani unatakiwa ukiwa Mkristo, umeitwa kwa Kristo na watu wakakujua, uwe ni kioo cha bidii, mfano mzuri wa kufanya kazi, kwa sababu Mungu hajatuambia pia kuwa Wakristo ndio tuache kazi hapa. Anasema ulipatalo kulifanya. Hebu tuangalie mfano mzuri ulikuwa ni Daniel kwenye kitabu cha Daniel. Alipokwenda kupimwa, japo alikuwa ana ratiba zake za kusali na nini, lakini walionekana yeye na Meshaki na Abednego. Na yule mwingine nani? Watatu. Shadrach. Walionekana ni mara 10 bora kuliko Wakaridayo. Lakini haikuwazuia. Daniel alikuwa anasali mara 3 kwa siku. Na ndipo maono yote yale ya kwenye kitabu cha Daniel yanaonekana. Lakini na ndio wakainuliwa. Kwa hiyo ninakuombeeni wewe unayesikiliza kutoka mbali, wewe ulioko hapa, tunapopata nafasi ya kufanya kazi, tufanye kazi kwa bidii na kwa weledi na kwa kutumia akili na kwa upendo pia tunapokuwa kwenye kazi tuweke pembeni hali ya kutaka kama haki fulani. Tutimize kwanza wajibu, halafu ndio tuwe wepesi wa kudai haki zetu. Mfano anasema mstari wa 11. Anasema hivi, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishwa. Unaona kitu kingine hapo? Hilo nilikuwa sijalisema lakini ni sehemu ya bidii.
Bidii inatupa mafanikio ya kidogo kidogo, sio mali za mkato, sio mafanikio ya mkato. Leo hii watu wanataka, yani ikiwezekana afanye chochote atafanya, lakini kesho amke ameshakuwa tajiri. Lakini nasema mali iliyopatikana kwa haraka haraka itapungua, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Tujifunze hilo na kuwa wepesi wa subira katika njia zetu. Unaendelea kufanya mipango, unaendelea kumtumikia Mungu, unaendelea kutimiza wajibu wako. Baadaye Mungu anasema zile mali zitakapokuja, yani mafanikio hayataondoka. Lakini haya unasikia babu, unasikia kesho wewe. Jamaa ametoka hapa ana magari, ana taxi 5 na daladala 4. Anasema siku zitakapoondoka ni ghafla. Kwa sababu zilikuja haraka haraka. Yaani kitu kilivyokuja ndivyo kinavyoondoka. Anasema aingiaye bila hodi huondoka pasi kuaga. Ndio methali ya Kiswahili. Au siku hizo amesoma shuleni. Methali ya Kiswahili anasema mtu anaingia bila hodi, usitegemee kwamba atakuaga siku anaondoka. Mali inakuja bila hodi inaondoka ghafla pia. Unasikia pepe ni mtu yuko hapo ndani, ndugu yako, alafu siku akiondoka hujui amepita wapi. Mali vile vile. Anasema mali iliyopatikana kwa haraka itapungua. Na anasema mtu asitaka kurudiwa pia inamletea umaskini. Mstari wa 10 anasema umaskini, mstari wa 18, Mithali 13 tulipo. Anasema umaskini na fedha zinampata yeye akataaye kurudiwa, bali yeye aangaliaye maonyo ataheshimiwa. Unaona kwamba mtu asiyependa kuonywa, kurudiwa, kufanya nini? Kwa unajua kila mtu ana hatua fulani ya juu yake ya kumuonya. Ipo same fulani. Ipo. Hata kiongozi mkubwa kabisa kuliko wote duniani, hata Trump pale, waonyaji wake wakuu ni wa Marekani wale. Hata mheshimiwa rais wa kwetu anasema mimi na watumikia wananchi ndio walioniweka ofisini, ndio walioniajiri. Ndio sababu unaweza kukuta halali anajaribu kuwatumikia kwa sababu ndio watakao mwajibisha. Kila mtu ana kitu fulani kiko juu yake. Ana mtu fulani yuko juu yake. Hakuna mtu ambaye hana, lakini juu ya wote kabisa yuko Mungu wa mbinguni. Na yeyote ambaye sasa wa juu akitaka anayemfuata asifate utaratibu ambao afuate utaratibu uliopingana na Mungu wa mbinguni, hapo napo sio sawa. Kwa sababu mamlaka zote zimetoka kwa Mungu. Hata zile zilizopotoka Mungu anaziachia kwa muda. Hata zilizopotoka. Nebukadneza Biblia inasema katika Yeremia 27 nadhani 6 pale anasema Nebukadneza mtumishi wangu pamoja na uovu wake. Ngoja nikupe challenge. Hata Hitler hakuinuka kwa bahati mbaya. Alikuwa sehemu ya utimilifu wa unabii. Ilikuwa ni mbegu ya asubuhi inaanza kuota, lakini siku mti utakapochanua matunda ndipo mpinga Kristo atakuwa ameingia. Alianzia kwenye vile vita kuu ya pili ya dunia. Actually nyuma kidogo mpaka vita kuu ya kwanza ya dunia. Actually nyuma zaidi zilipoanza kudhaliwa dini nyingi mwaka 1900, mwaka 1830 zilizaliwa dini za Sabato, dini za Pentekoste, hizo dini zilipokuja hizo zote zilikuwa zinaanza kuandaa mpinga Kristo kwa kupitia kwanza hatua ya nani? Ya nabii wa uongo. Usiko sasa dini nyingine za nyuma hapana, zile zishapotoka nyuma zaidi. Kimsingi utamjuaje kwamba hiyo ni sahihi? Angalia anamsikiliza Yesu Kristo au ana Mungu wake, ana mipango yake. Kanisa lolote lile ambalo halisomi Biblia yote, linachambua mistari 2-3, hilo ni kanisa la mpinga Kristo. Kubali sikubali. Je, hata wakati wa mpinga Kristo kutakuwa kuna watu wataenda mbinguni wakiwa wataikataa chapa mpinga Kristo? Of course kila atakayechukua hatafika mbinguni, atakuwa ametupwa moja kwa moja. Lakini hata watu wakati wa mpinga Kristo bado kuna watu watapona, wataenda mbinguni. Kwa hiyo hata ndani ya makanisa japo yanahubiri uongo, hata makanisa ya Mafarisayo, Yesu alisema Mafarisayo wamekaa katika kiti cha Musa, Mathayo 23 mstari wa kwanza. Anasema wamekaa katika kiti cha Musa, lakini kwa matendo yao msiendeni ile wanayosema yatendeni. Yafuateni. Mungu alikuwa anataka watu wahubiriwe na Mafarisayo? Hapana. Alikuwa anawachukia sana. Alijua ni waongo. Lakini anasema humo kuna watu wangu nitajitwalia utukufu. Anasema nao watakuwa wanafundisha wana wa Bwana. Unakuta unaweza kukuta mtoto amezaliwa katikati ya baba
mzinzi mwasherati, mama mlevi sini, lakini ukuta mtoto ametoka salama. Wapo. Na unaweza kukuta kinyume chake vile. Kwa hiyo pili, akili za Mungu hazichunguziki wakati mwingine katika mambo kama tumshukuru Mungu. Mfalme wa mbinguni, tunakushukuru pia katika sura ya leo ya mlango wa 13 wa Mithali. Asante kwa yote Mungu uliotusikizisha. Na Mungu tunaomba yakafanyike kuwa halisi. Yakazae mbegu, yakazae matunda, na matunda hayo na mbegu hizo zikadumu hata milele. Bariki kila mmoja aliyejikusanya, bariki msikilizaji wetu aliyeko mbali. Bariki kazi yako mfalme wa rehema. Asante kwa kutupenda. Tupe afya, tupe uzima, tupe amani, tupe kusikia kweli yako. Mungu tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaomba na kupokea. Amen. Amen.